kisayare rara ikibigana jinkai oso idlembi jata ngarningai baba ono inoti ono ngianga senya esa Mengura hiki kitabunia ukurasa wa 433 ukurasa wa 433. Wapendwa katika Bwana wetu ametuambia kwa kinywa cha mtume wake Paulo katika Wakolosai, kila kitu mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina lake Bwana Yesu, ndiye mtakayemshika, mkimshukuru Mungu Baba katika yeye. Yote atatakaswa kwa sala na kwa neno la Mungu. Na tena tufahamu chochote Bwana alichokibariki imebarikiwa milele. Sasa na waombeni tusikie maneno ya Mungu kwa wale waliochaguliwa kusoma. Neno lasema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa pema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Amen. Amen. Lakini kuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Amen. Yelodu ore loliroriani enedi Solomon nejo, ore enaji nisharita yie enilo yie tongoitoi ainei, nimbung inkitanapat ainei pooki, nirubare ninche, natum taa atuuno ilorei teeyie apa lairorie Daudi papai lino, naa kabik nanu tiatua inkera ya Israel, namaing'ua nanu iltung'anak lainei Israel. Esai. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katikati Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie atatayarika. Basi heshima hii ya kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waasi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Amen. Tuongeze fungu moja. Tuimbe 262 fungu moja, tumshukuru Mungu. Wakati tunasongea wachache wachungaji katika eneo hili. Basi naweka jiwe hili la nyumba hii, parokia ya Ketumbene, katika jina la Mungu Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu zote, kwa mdomo ya mtumwa wako Daudi tunasikia akisema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Mungu wa utatu, watangulie wajenzi hawa wa nyumba hii kwa kuwalinda, ili walitukuze jina lako takatifu na kanisa lako lipate kuimarishwa. Wape mawazo na kuwategemeza na furaha hata mwisho. Ee Bwana, tunakuomba bariki kazi hii, ili jina lako lipate kuhimidiwa, ili nyumba hii iwe mahali pa kuonyesha utukufu wako. Na usharika huu pokee hapo neno lako la uzima na kutakaswa kwa huduma nzuri ya sakramenti takatifu. Washike wote wanaojenga nyumba hii, wabariki kwa baraka zote za rohoni na za kimwili, ili wasibaki gizani, bali wakumbuke ili wewe Bwana uliyewalinda hapa katika kazi hii kila siku. Tunategemea msaada wako ili tuimalize kazi hii, mapenzi yako yatimizwe kwetu, jinsi kanisa lako linavyokuomba kila siku. Uzidi kutuonyesha wajibu wetu, Ee Bwana, na sadaka zetu uzipokee, tupate kubarikiwa wewe, na amani yako ikae nasi, na kazi za mikono yetu uzibariki, kwa ajili ya Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tushirikiane wote sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yatimizwa mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyokosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe Bwana asifiwe. Basi sasa nyumba hii imefunguliwa na itakuwa ni nyumba ya Mungu. Kila atakaye kuja akiwa na mizigo, matatizo, atatwaliwa katika nyumba hii, kwa kuwa Bwana ndiye mlinzi wa nyumba hii. Basi tunaomba wimbo wakati tukiingia ndani. Wimbo namba 250. Tangulizi. Ndugu mgeni rasmi, Baba Askofu wa Dayosisi ya Arusha, Dr. Philemon Vanai Sateri Mono, Baba Askofu msaidizi mteule Bwana Jeremia Zofuku Laiza, wakuu wa majimbo, wapendwa wachungaji wa injilisti, viongozi mbalimbali wa serikali na madhehebu, wageni waalikwa pamoja na Wakristo wote, itifaki ikiwa imezingatiwa. Wakristo wa parokia Kitimbene ikiongozwa na mchungaji kiongozi Elisha Thomas, tunawasalimuni nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufikia siku hii na kuwafikisha salama katika safari. Ndugu mgeni rasmi, leo ni siku ya furaha kwetu kufika kwako hapa kwetu parokiani, ukiwa askofu wetu Dayosisi ya Arusha. Tunajua ya kuwa wewe si mgeni wa eneo letu. Tunatambua mchango wako wa hali na mali katika parokia yetu katika masuala mbalimbali, ikiwepo jengo hili. Ulituunga mkono katika jengo la kanisa la kwanza ambalo lilichukuliwa na dhoruba ya upepo na mvua kubwa, na hivyo tukaanza ujenzi wa jengo hili. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kudhubutu kuanza ujenzi wa jengo la kanisa kupitia michango mbalimbali, nguvu kazi ya Wakristo, marafiki, michango mikubwa ambao pia tulipata kutoka kwako. Tumefanikiwa kuongeza idadi ya Wakristo kila wakati kutokana na huduma mbalimbali za Injili
na huduma ya maombi na maombezi. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kufanya ziara za Injili katika maeneo yanayotuzunguka na kufanikiwa kuwaleta wengi kwa Mungu, ambao kwa sasa Mungu amewabadilisha kuwa wapya hata kushangaza muujiza, na wengine leo hii watabatizwa. Ndugu mgeni rasmi, tumefanikiwa kutoa huduma zifuatazo: batizo, kipaimara, shule ya Jumapili kwa watoto, chakula cha Bwana, kutembelea wagonjwa, kununua vyombo vya kupazia sauti. Baba Askofu, tumefanikiwa kupata eneo jipya la kanisa, eneo tumepewa kwa haki na serikali yetu ya kijiji cha Urekejilongisho, kwa kutambua kuwa watu wote wanastahili kupewa huduma za msingi hasa za kiroho, ambao kwa leo hii tuliwaalika kushiriki ibada hii pamoja nasi, kushiriki pamoja ibada hii ya leo. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi mapungufu. Tumechelewa kufikia malengo kwa wakati kutokana na hali ya kiuchumi kwa wengi. Bado kanisa halijapata miradi utakaoweza kuinua na kusaidia maendeleo mbalimbali ya kanisa, kumalizia ujenzi wa jengo hili la kanisa, chombo cha usafiri hasa kwa watumishi kufikia Wakristo, kwani makazi ya wengi yako mbali, na kusafirisha vifaa mbalimbali wakati wa kupeleka Injili. Jambo hili limekuwa sababu ya kupelekea maendeleo ya kanisa kwenda kwa udhaifu, na hata wakati mwingine mipango kutokufikiwa. Mapendekezo: tunaomba kuongezewa sapoti kutoka kwa wenzetu. Ijulikane eneo la Ketumbene sehemu kubwa ni la misioni na uinjilisti, inastahili kukumbukwa. Kusaidiwa kumalizia upauaji wa jengo hili, kwani kwa sasa dhoruba nyingi zinatukumba hasa wakati wa ibada, mvua pamoja na jua. Lakini tunaamini kwa ujio wako wa leo tutapona kutokana na changamoto hizi. Kuwepo kwa ziara ya timu ya watumishi kuja kuimarisha na kujengana kiimani na kiroho. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru kwa ukubali wako kuja Ketumbene kutembelea kanisa hili na kututia moyo. Ahadi yetu ni kwamba hatulegei wala haturudi nyuma katika huduma hii ambayo imekuwa ni baraka na uponyaji kwa watu wengi. Tunakuomba utuwekee jiwe la msingi ambalo tayari limeshawekwa, jambo ambalo litatuongezea spidi ya umaliziaji, na mwisho tutakualika uje utuzindulie ikiwa imekamilika. Ninaomba kuwasilisha. Amen. Hongereni sana. Amen. Emare jinaji wetu bwana.
Na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakushukuru kwa kuwa umeruhusu tuwe na ibada hii ya siku ya leo. Ibada yenye matukio mbalimbali. Tunakusihi Mungu wetu, katika ibada hii ukaonekane ukisema na watu wako. Jitukuze katikati yetu. Tunaanza na wewe na kumaliza na wewe, tunakusihi. Naomba haya katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ema iseola idoriani. Amen. Ema roho genga igululu. Basi maidiarana enakisia yare edada tengaringai baba ono inoti wenengia ngesinyadi esai. Isom okerepe lodi romonile oile. Ngire legdarara medoka ikile na Aisha. Tasikia neno la Mungu kitabu cha Zaburi mlango ule ni wa 66 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Mtasoma kwa kupokezana. Nasoma wa kwanza na ninyi mnasoma wa pili. Nasoma katika jina la Yesu. Mpigie Mungu kelele za shangwe nchi yote. Mwambieni Mungu matendo yako yanatisha kama nini. Kwa ajili ya wingi wa nguvu zako, adui zako watakuja kunyenyekea mbele zako. Njooni yatazameni matendo ya Mungu. Hutisha kwa mambo awatendayo wanadamu. Naomba tusome wote mstari wa 7. Macho yake yanaangalia mataifa, wasio wajitukuze nafsi zao. Amen. Naomba tukae tupate wimbo.